أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa nimeeleza kuhusu ushindi wa Makka na hali za kuingia katika Makka. Maelezo yake ya ziada ni kama hivi. Ibn Ishaka ameandika ya kwamba Abu Sufyan akishuhudia majeshi ya Mwenyezi Mungu yaliyopita karibu yake alipofika, na wakati ule Waislamu walikuwa wameshafika Zitawa, ambayo ni makazi ya Makka, yakiwa na umbali wa maili 10 kutoka msikiti wa Haram. Na maswahaba wakifika huku wakaanza kumgojea Mtume sallallahu alaihi wasallam hadi maswahaba wote wakajumuika huku. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja na kikundi chake kilichovaa mavazi yenye rangi ya majani. Ibn Saad ameandika ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa juu ya ngame yake Kaswa, na katikati hat Abu Bakar na Usaid bin Huzair. Hat Abdullah bin Maghfal anasimulia ya kwamba mimi nilimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya ushindi wa Makka. Alikuwa juu ya ngamia yake na alikuwa akisoma sura Fatah. Riwaya hii inapatikana katika Bukhari. Hat Anas anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Makka, watu wakaja kumtembelea. Kwa sababu ya unyenyekevu, kichwa chake kilikuwa kimeinama chini hadi kugusa tandiko, yani tandiko la ngamia. Alipokuwa amekalia, kichwa kilikuwa kinagusa sehemu yake ya mbele. Mtume alipoingia Makka alikuwa amevaa kilemba chenye rangi nyeusi. Bendera yake pia ilikuwa nyeusi, sawa na baadhi ya riwaya. Bendera ndogo ilikuwa ya rangi nyeupe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama kwenye mahala pa Zitawa. Alikuwa katikati ya watu. Kwa kuona ushindi na uwingi wa Waislamu, ndevu yake tukufu kwa sababu ya unyenyekevu ilikuwa ikigusa tandiko au ilikuwa karibu kugusa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Allahumma innal aisha aishul akhira, yani e Allah, kwa yakini maisha hasa ni maisha ya akhira. Kipengele kimoja cha adili, uadilifu, unyenyekevu kilikuwa hiki ya kwamba Mtume alikuwa amekalisha nyuma yake Usama, mtoto wa mtumwa wake Zaid bin Harisa aliyemwacha huru, ilhali walikuwepo viongozi wa Quraysh na wana wa Banu Hashim. Mtume sallallahu alaihi wasallam Ramazan 20 aliingia Makka. Wakati ule jua lilikuwa limeshatoka kidogo. Hata Masihi Maud alayhi wassalam anasema ya kwamba shani hii wanaojaaliwa waja makhsus wa Mwenyezi Mungu inakuwa na rangi ya unyenyekevu, na ukubwa wa shetani ulikuwa umechanganywa na kibri. Angalieni Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam
nabii wetu aliposhinda makka yeye akainamisha kichwa chake na akasujudu kama katika siku za shida na masaibu alikuwa akiinamisha kichwa na kufanya sijda alipokuwa akipigwa na kuuziwa katika makka alipoona ya kwamba nilikuwa nimetoka kutoka hapa kwenye hali gani na katika hali gani nimekuja hapo moyo wake ukajaa na shukurani na yeye akafanya sijda kuhusu hiyo siku ya ushindi wa makka alikuwa amekaa wapi imeendikwa ya kwamba kwa kufika karibu na makka mtume salallahu alaihi wasallam alipoulizwa ya kwamba atakaa wapi katika makka mtume salallahu alaihi wasallam akasema kwamba katika makka je akil ametuachia nyumba yoyote akil alikuwa mwana wa abu talib na kabla ya hudabia alikuwa amesilimu na inasemwa kwamba yeye alikuwa ameuza jaidadi nzima kisha mtume salallahu alaihi wasallam alisema kwamba sisi tutakaa kwa khayaf bani kinana ambako makuraish walikuwa wamekula viapo juu ya ukafiri na masomo wote wakaamuriwa kujumuika huko inasimuliwa na jabir kwamba siku ile nilikuwa miongoni mwa wale waliokuwa pamoja na mtume siku ya ushindi wa makka mimi niliingia pamoja naye mtume saa salam akaona nyumba za makka hapo akasimama mtume saa salam akamhimidia mwenyezi mungu akaona mahala pa hema lake na akasema kwamba e jabir hapa ni mahala pa kukaa kwangu hapo hapo makuraish walikuwa wamekula viapo zidi yetu katika hali ya ukafiri jabir anasema kwamba hapo nikakumbuka jambo nilolisikia kutoka kwake nikiwa madina ya kwamba tutakaposhinda makka alikuwa amesema kwamba tukishinda makka kukaa kwetu kutakuwa kwa khayaf bani kinana ambako katika hali ya ukafiri walikuwa wamekula viapo kwamba hawatafanya biashara na banu hashim wala kuoana wala kuwapa uhifadhi na wakawalazimisha kukaa katika pango moja shebe abitalib kwa maulamaa mtume salallahu alaihi wasallam kwa njia ya kutoa shukurani kwa mwenyezi mungu atakuwa ameamua kukaa hapa kwani baadhi wana wazo hili sawa na baadhi ya riwaya mtume sasa aliambiwa ya kwamba badala ya nyumba yako ukae katika nyumba nyingine katika maka mtume sasa akakataa na akasema kwamba sitaingia katika nyumba zingine hata abu rafe kwenye eneo la hajun aliweka hema lake pamwe na mtume salallahu alaihi wasallam katika wakeze alikuwepo tume salama na maimuna kwa ajili ya kila swala mtume alikuwa akitoka hajun na kuja msikiti wa haram hatmusleh maud raziallahu taala anhu akinukuu vitabu vya historia anasema ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alipoingia makka watu wakamuuliza ya kwamba ya rasulllah salallahu alaihi wasallam je utaishi katika nyumba yako mtume akasema kwamba je akil huyo alikuwa binamu yake ametuachia nyumba yoyote yaani baada ya hijra yangu jamaa zangu wameuza mali yangu yote sasa mimi sina makazi katika maka kisha akasema kwamba tutakaa kwa khayaf bani kinana hii ilikuwa medani moja ya maka ambapo makuraish na kabila kinana walikuwa wamekula viapo kwa pamoja kwamba maadamu banu hashim na banu abdulmutalib hawamkamati mtume salallahu alaihi wasallam na hawatukabizi na hawamwachi sisi hatutafunga ndoa katika kabila lao wala hatutafanya nao biashara baada ya ahadi hii mtume salallahu alaihi wasallam na baba yake mdogo abu talib na watu wote wa jamaati yake walikuwa wamejihifadhi katika bonde la abu talib na baada ya mateso makali ya miaka 3 mwenyezi mungu alikuwa amewafanya wapate uhuru chaguo hilo la mtume salallahu alaihi wasallam lilikuwa zuri kiasi gani
hapo hapo watu wa makka walikula viapo kwamba maadamu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakamatwi na hatukabiziwi, sisi hatutafanya suluhu na kabila lake. Leo muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam anashuka katika uwanja huo huo na kana kwamba akawaambia watu wa maka kwamba mahala mlipotaka nimekuja, sasa niambieni, je, mnayo nguvu ya kuni zulumu leo? Sehemu ile ile ambapo mlitamani kuniona nikiwa nimezalilika na mkatamani kwamba kaumu yangu kwa kunikamata kisha iwapatieni nini, hapo hapo nimekuja, hali si kaumu yangu pekee bali nchi nzima ya uarabuni i pamoja nami, na kaumu yangu haikunikabizi kwenu bali kaumu yangu imenikabizi nini. Ni kudra ya mwenyezi mungu. Siku hii pia ilikuwa ni siku ya jumatatu, ni siku ile ile ambapo muhammad sallallahu alaihi wasallam akitoka pango la Thawr pamwe na abubakar peke yake alikuwa amehamia madina. Siku ile ile ambapo alikuwa ameona makka kwa huzuni na alikuwa amesema kutoka pango mlima wa Thawr kwamba e makka, mimi nakupenda sana zaidi kuliko makazi yote ya dunia, lakini wakazi wako hawaniachi nikae hapo, hawaniruhusu nikae hapo. hat umehani binti abi talib anasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokaa kwenye sehemu ya juu ya makka katika banu makhzum, jamaa zangu wawili kutoka wakwe zangu wakaaja kwangu. Ndugu yangu hat ali akaja kwangu na akasema wallahi nitawaua wote wawili. Mimi nikawafungia mlango wa nyumba yangu, kisha mwenyewe nikaja kwa mtume saa salam kwenye sehemu yenye mwiniko wa makka, nikamkuta akitawaza kwenye chombo ambamo zilikuwa alama za unga iliyotengenezwa na binti yake fatuma alikuwa amesimama na kitambaa kimoja kama pazia. baada ya kuoga mtume akabadilisha mawazi yake, kisha wakati wa chasht akaswali raka 8, kisha akaelekea kwangu na akasema kwamba ewe umehani, umekujaje? Karibu sana. yeye akamsimulia kisa cha wale wawili na kuhusu hat ali kwamba hat ali anataka kuwaua na mimi nimewaficha katika nyumba yangu. Mtume akasema kwamba wale uliowapa uhifadhi sisi pia tumewapa uhifadhi, na wale uliowapa amani sisi pia tumewapa amani, basi yeye asiwaue watu hawa wawili. Mtume alisema kwamba hat ali hata waua watu hawa wawili. jamaa wa umehani walikuwa kina haris bin hisham na abdullah bin rabia. katika riwaya ya bukhari inapatikana kwamba abdurrahman bin abi laila anasimulia ya kuwa mtu fulani alitueleza ya kwamba yeye hakumwona mtume saa salam akiswali sala ile isipokuwa hat umehani. yani hakuna yeyote aliyeeleza habari hiyo kwamba awe amemwona mtume akiswali sala ya chash isipokuwa umehani tu. ni riwaya umehani tu kwamba alikuwa anaswali sala hiyo ya ishrak. anasema kwamba nabii karim sallallahu alaihi wasallam katika ushindi wa makka alikuja katika nyumba yake na akaoga na akaswali raka 8. sikuwahi kuiona sala nyepesi kama ile, lakini mtume alikuwa akifanya rukuu na sijda kwa ukamilifu. ni riwaya ya bukhari. sala yenye raka 8 aliyosali mtume sallallahu alaihi wasallam, maulamaa wameeleza rai mseto ya kwamba ilikuwa sala gani. baadhi walisema kwamba ilikuwa chasht au ishrak, mwingine ameitaja ishrak, wengine wamesema sala ya chasht, wengine wanasema kwamba sala hii ilikuwa ni sala ya ushindi ambayo baada ya kushinda mji au ngome fulani iliyosaliwa. na kama suna hiyo hiyo viongozi wa islam waliokuja baadaye walianza kuswali sala ya raka 8 baada ya ushindi. rai nyingine inasema kwamba usiku wa ushindi wa makka, kwa kuwa
ulikuwa na mambo mengi muhimu ambayo kwa sababu yake mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea na shughuli zake chungu nzima mpaka hakupata muda wa kuswali sala ya tahajudi ambayo mtume akaswali wakati wa asubuhi. Na huenda kwa sababu hiyo hiyo kuna swala jingine ya kwamba mtu kwa sababu yoyote akikosa tahajudi basi asubuhi baada ya jua kutoka anatakiwa kuswali raka 8. hatmusleh maud anasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema siku mkishindwa kuswali tahajudi salini ishrak. hiyo pia inapatikana katika baadhi ya riwaya ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam badala ya sala tahajud alikuwa akiswali ishrak kama hakuweza kuswali tahajudi. katika barua moja aliyomwindikia mir abbas ali sahib ludhiani masihi maud alisema anaandika ya kwamba ajizi huyu alikuwa ameshaandika ya kwamba mambo unayosoma kila siku uendelee kusoma isipokuwa uepukane na njia ambazo ni za ushirikina au bidhaa uepukane nazo. haithibitiki kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alidumu kuswali sala ya ishrak, yani haithibitiki kwamba mtume kila siku alikuwa akisali ishrak. tahajudi ikikosekana au kurejea safarini inathibitika kuswali, lakini kuendelea na juhudi ya kuwa mja wa mungu na kuendelea kukaa kwenye kizingiti cha mwenyezi mungu ndiyo suna halisi. mtu anatakiwa kushika unyenyekevu na anatakiwa kuendelea kusimama na kukaa kwenye kizingiti cha mwenyezi mungu. hiyo ndiyo suna halisi. inapatikana habari ya kuingia msikiti mtakatifu na kufanya tawafu ya kwamba sehemu moja ya siku mtume alibaki katika hema lake kisha akaagiza ngamia yake kaswa. ngamia akaletwa karibu na mlango wa hema lake. mtume saa salam akaenda ndani kuchukua silaha na kuvaa kofia ya chuma. masahaba walikuwa wamemzunguka mtume salallahu alaihi wasallam. alipanda ngamia yake kutoka khandama hadi hajun. ilikuwa mstari mrefu wa farasi. mtume salallahu alaihi wasallam akapita huko pamoja na mtume. alikwepata abubakar. mtume sasa alikuwa anaongea naye. hata abdullah bin omar anasema ya kwamba wakati wa ushindi wa maka mtume salallahu alaihi wasallam alipoingia maka kutoka mlima wa qadha akaona kwamba wanawake wakipiga shungi zao juu ya midomo ya farasi wanawasukuma nyuma. mtume sasa akawaona, akamwona hata abubakar akitabasamu na akasema e abubakar. hasan bin sabit amesema nini? hasan bin sabit alikuwa ametunga shairi ya mtume akamuuliza abubakar. abubakar akasoma shairi ile ambayo tafsiri yake ni kwamba mimi nimpoteze binti yangu mpendwa kama msione majeshi haya yakirusha vumbi ambayo mahala pa ahadi zao ni mlima qudha. farasi wenye mbio wanavuta lijamu zao, kina mama wanawapiga kwa shungi zao. hata ibn omar, hiyo ni hali aliyoeleza ya farasi na hivyo ndivyo ilivyokuwa inatokea. hata ibn omar na ibn abbas wanasimulia kwamba siku ya ushindi wa makka mtume salallahu alaihi wasallam aliingia makka. masanamu 360 yalikuwa yamewekwa katika kaaba na hubul alikuwa sanamu kubwa ya kaaba. isaf na naila ilikuwa katika mahala ambapo watu walikuwa wakichinja wanyama wao. mkononi mwa mtume ilikuwa upinde. ye akaushika kukona yake na akipita karibu na sanamu lote alikuwa akipiga kwenye jicho lake na alikuwa anasema kwamba jaal haq wa zahaka albatil inna albatila kana zahuka. ukweli umefika na uongo umetoweka, hakika uongo ndio wenye kutoweka. mtume akafika karibu na kaaba na akaiona, akaenda mbele na kipando chake na kwa fimbo yake akaigusa hajri aswad na akatamka allahu akbar. waislam pia wakatamka takbira. wao wakaendelea kutamka takbira mara kwa mara hadi maka ikanguruma kwa takbira za allahu akbar na mtume akawaashiria wakae kimia.
juu ya milima washirikina walikuwa wakiona manzari haya. Mtume akafanya tawafu ya baitullah. hat muhammad bin maslama alikuwa ameshika lijamu ya ngamia. Mtume akaja karibu na hajari aswad na akaigusa na akafanya tawafu ya baitullah. alipokamilisha tawafu yake akashuka kutoka kipando chake. hat ibn umar anasimulia ya kwamba sisi tulikosa mahala pa kukalisha ngamia katika misikiti, hivyo mtume akashuka juu ya mikono ya watu, yani watu wakasogeza mikono yao na mtume akashuka chini, ngamia akapelekwa nje. hat muammar bin abdullah akaja na akaondoka na ngamia katika bonde. riwaya moja inasema ya kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam wakati wa ushindi wa makka alimwamuru hat umar bin khattab ya kwamba alipokuwa katika batha ya kuwa aende ndani ya kaaba tukufu na afute kila picha iliyomo ndani yake. mtume saa salam hakuingia ndani hadi kila picha iliyokuwa ndani yake ikafutwa. picha za ibrahim na ismail pia zikatolewa mikononi mwao, mlikuwa mishale ya kupigia ramli. hata picha zao zilikuwa zimetengenezwa. mtume akaona picha hizi na akasema, allah awaangamizi watu hawa wanaoabudu masanamu. watu hawa wanajua ya kwamba hawa wawili ni ibrahim na ismail. hawakupiga ramli kwa mishale hiyo. mishale walioshika mkononi ni visa vya muongo tu na hawakufanya hivyo. mtume sasa akaja kwenye eneo la ibrahim. alikuwa amevaa diraya, akaswali raka mbili huko, kisha akaenda karibu na zamzam. hata bas bin abdul mutalib na hazrat abu sufyan bin haris bin abdul mutalib walichota ndoo moja kwa ajili yake. mtume akanywa na akatawaza. masahaba wakaanza kukusanya maji ya wuzu wake na wakaanza kumiminika juu ya nyuso zao. washirikina walikuwa wakiwaona, walikuwa wanashangaa na kusema kwamba sisi hatujawahi kumsikia kuhusu mfalme mkubwa kama huyo wala kumwona. baada ya kushinda makka kuhusu sanamu la hubal, mtume alitoa amri, hivyo likabomolewa na mtume alikuwa amesimama karibu yake. hapa zubair bin awam akamwambia abu sufyan, e abu sufyan, hubul limebomolewa, ilhali siku ya ohd ulikuwa na kibri sana juu yake ulipotangaza ya kwamba hubul amewanimesheni. abu sufyan akasema kwamba, e mwana wa awam, sasa achana na mambo hayo, kwani nimeshajua ya kwamba kama angekuwepo mungu min ghairi ya mungu wa muhammad, kile kilichotokea leo kisingetokea kabisa. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa kwenye kona moja ya kaaba na watu walikuwa wamejumuika kwake. hata abu huraira raziallahu taala anhu anasimulia ya kwamba siku ya ushindi wa maka mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na abubakar akinyosha upanga alikuwa amesimama ili kumlinda mtume. imesimulia hat ibn umar ya kwamba mwaka wa ushindi wa makka mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja na ngamia ya usama bin zaid, kisha akamwita usman bin talha na akasema kwamba niletee ufunguo wake. ye akaenda kwa mama yake na mama huyo akakataa kumpatia ufunguo ule wa kaaba. ye akasema, wallahi utalazimika kunipatia ufunguo huo. akamwambia mama yake, la sivyo upanga huu utapita mgongo wangu, yaani kwa ajili yake nitakapotendewa kwa ukali, hata wewe pia utatendewa kwa ukali na mwisho utalazimika kutoa. msimuliaji anasema kwamba ndipo yeye akampatia ufunguo. ye akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akampatia ufunguo. mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudishia ufunguo na yeye akafungua mlango. mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na usama bin zaid na bilal bin reba akaenda ndani ya kaaba tukufu. mwenye ufunguo wa kaaba usman bin talha pia alikuwa pamoja. mtume saa salam akafunga mlango wa kaaba na kwa muda mrefu akabaki ndani na huko akaswali sala yenye raka mbili. hata abdullah bin umar ambaye alikuwa amesimama karibu na mlango anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka nje, mimi nikaenda ndani kwa haraka na nikamuuliza bilal kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefanya nini hapa.
ye akasema kwamba mtume saa salam akaweka nguzo moja upande wa kushoto kwake na nguzo moja upande wa kulia kwake na nguzo tatu akaziweka nyuma. Katika baitullah wakati ule kulikuwa nguzo 6. mtume aliswali swala kwamba akasimama katikati ya nguzo mbili. nyuma yake kulikuwa na nguzo 3. sawa na riwaya moja mtume aliweka nguzo 2 upande wa kushoto na nguzo moja upande wa kulia na nguzo 3 akaziweka nyuma. yani akagawa nguzo hizi kwamba 2 zikawa upande moja na moja upande moja na nyuma yake kulikuwa na nguzo 3 na mtume akaswali raka 2. hii ni riwaya ya sahih muslim. Muslim maud anasema kwamba wakati wa kuingia Makka Abubakar alikuwa ameshika lijamu ya ngamia yake na alikuwa anaongea naye, na sura Fatha ambamo bishara ya ushindi wa Makka ilikuwa imetolewa alikuwa anasoma. mtume akaja katika Kaaba tukufu na akiwa juu ya ngamia akafanya tawaf ya Kaaba mara 7. wakati ule kwenye mkono wake kulikuwa na fimbo. Kaaba tukufu ambayo Ibrahim alayhis salam na Ismail walikuwa wamejenga kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, ambayo baadaye watu walikuwa wamebadilisha na walikuwa wameweka masanamu 360. mtume alikuwa anapiga fimbo juu yake na alikuwa anasema kwamba jaal haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuka. hiyo ni aya ambayo kabla ya hijra ilikuwa imeshuka katika sura Bani Israel, ambamo ilikuwa imetolewa bishara ya hijra na kisha ushindi wa Makka. waandishi wa Ulaya wameafiki juu ya jambo hili kwamba sura hii ni kabla ya hijra. humo ilikuwa imeelezwa kwamba waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira waqul jaal haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuka. yani useme kwamba mola wangu uniingizie katika mji huu kwa wema, yani baada ya hijra, kwa kunipatia ushindi na mamlaka, na unitoe kutoka mji huu kwa kheri, yani wakati wa hijra, na unijalie misaada na ushindi kutoka kwako. na pia sema kwamba ukweli umekuja na batili, yani ushirikina umetoweka kwa kushindwa, na ushirikina ulikuwa umekadiriwa kushindwa tangu awali. bishara hii ilipotimia neno kwa neno, na Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu aliposoma aya hiyo, jaziba na hisia zitakazozalika katika mioyo ya Waislamu na makafiri haziwezi kuelezwa kwa maneno. Ilmuradi siku ile eneo la Ibrahim lilifanywa makhsus kwa ajili ya ibada ya Mungu moja na masanamu yakavunjwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopiga fimbo juu ya sanamu la Hubal likadondoka chini na kuanguka. Zubair akamwona Abu Sufyan kwa tabasamu na akasema, Abu Sufyan, unakumbuka siku ya Uhud Waislamu walipokuwa wamejeruhiwa vibaya, ulikuwa umetangaza kwa kibri kwamba olo Hubal, shani ya Hubal iwe juu, shani ya Hubal iwe juu. na Hubal ndiye aliyewajalia ni ushindi juu ya Waislamu. leo unaona kwamba vipande vya Hubal vimekaa mbele yako. Abu Sufyan akasema, Zubair, achana na mambo hayo. leo tumeona vizuri kwamba kama angekuwepo Mungu min ghairi ya Mungu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo tunayoangalia tusingeyaona. kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam picha zilizokuwa ndani ya Kaaba za Ibrahim akatoa amri ya kuzifuta, na sawa na ahadi kama kutoa shukurani alisali raka 2 na kisha akatoka nje na akaja kuswali raka 2 tena kwa ajili ya kufuta picha za Kaaba. Mtume sasa alikuwa amemteua Umar, yeye kwa wazo hili kwamba sisi tunamkubali Ibrahim kama nabii, hakufuta picha ya Ibrahim. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona picha yake haikufutwa akasema, Umar, umefanya nini? je, Mungu hakusema kwamba ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin? yani Ibrahim hakuwa myahudi wala nasrani, bali alikuwa
mtifu wa mwenyezi mungu na mwenye kukubali ukweli wote wa mwenyezi mungu, na alikuwa mja wake mwenye kupenda tauhidi. hivyo kwa amri ya mtume picha ile pia ikafutwa. kwa kuona nishani za mwenyezi mungu, mioyo ya waislamu ilijaa na imani na yakini yao juu ya shani ya muhammad ilikuwa inazidi, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka chemchem ya zamzam ambayo mwenyezi mungu alikuwa amebubujisha kwa ajili ya ismail bin ibrahim akanywa, na baada ya kukunywa kidogo akatawaza, matone hayakuweza kudondoka chini. waislamu walikuwa wanabeba tu na walikuwa wanapapasa juu ya miili yao kama baraka, na washirikina walikuwa wanakumahasi, hatujawahi kumwona mfalme ambaye watu wawe wanampenda kiasi hicho. hata masihi maud anasema kwamba jambo hili kumbukeni kwa moyo wenu wote, kwamba kama vile katika baitullah kuna hajri aswad, vivyo hivyo moyo umekaa kifuani. anatoa mfano kwamba moyo ambao tunao kwenye kifua chetu, alisema kwamba zama ilikuja juu ya baitullah kwamba makafiri walikuwa wametunza maswanamu. yawezekana kwamba zama hii isingekuja juu ya baitullah, lakini hapana, mwenyezi mungu akaiweka kama mfano. moyo wa binadamu ni kama hajri aswad na kifua chake kinafanana na baitullah. min ghairi ya allah, mawazo yote ni masanamu ambayo yamewekwa katika kaaba hiyo, yani katika moyo. mawazo yanayotoka min ghairi ya allah yote ni masanamu. masanamu ya Makka muazzama wakati ule yalibomolewa, pale ambapo nabii karim sallallahu alaihi wasallam pamwe na kundi la 10,000 alienda huko na Makka ikatekwa. maswahaba hawa wameandikwa kama malaika kwenye vitabu vya zamani, na kwa hakika shani yao ilikuwa ni kama shani ya malaika. viungo vya binadamu pia vina daraja ya malaika, kama vile ni shani ya malaika kwamba yafaluna ma yumarun. vivyo hivyo ni kitu makhsus cha viungo vya binadamu kwamba pale inapoamriwa basi wanaifuata. vivyo hivyo viungo vyote ni chini ya amri ya kibinadamu. hivyo vitu vyote ambavyo ni min ghairi ya allah, kwa ajili ya kupata ushindi juu yake ni muhimu kwamba mtu aishambulie hisia hizi, na jeshi hili linatayarishwa kwa kutakasa nafsi, na mtu anajaaliwa ushindi ambaye anajitakasa. hivyo imeelezwa katika Qurani kwamba kad aflaha man zakaha. katika hadisi inapatikana ya kwamba kama moyo ukirekebishwa basi mwili mzima unarekebishwa, na jambo hili ni la kweli kabisa. jicho, sikio, mkono, mguu, ulimi, viungo vyote vinakuja chini ya fatwa ya moyo. wazo linakuja ambalo liwe kuhusu kiungo fulani, basi moyo unakuwa tayari kuifuata. ametoa mfano akisema kwamba mubomoe masanamu ya moyo wenu, ndipo mtaweza kuwa waumini wa kweli. mtume sallallahu alaihi wasallam siku ile alitoa hutuba. ibn abbas radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, anasema kwamba siku ya ushindi wa Makka mtume alisema, sasa hakuna hijra, lakini jihad na nia bado inabaki. mkiambiwa kujitokeza kwa ajili ya jihadi, mujitokeze kwa ajili ya jihadi. na mji huu wa Makka allah ameutaja kama haram tangu siku ile alipoumba mbingu na ardhi, hivyo hadi siku ya kiyama itabaki kama haram. na kabla yangu hakuna mtu ambaye vita ilihalalishwa kwa ajili yake, na hata kwa ajili yangu pia vita imehalalishwa kwa ajili ya saa moja tu ya siku. hivyo hadi siku ya kiyama mji huu utabaki kama haram. mwiba wake usikatwe na mnyama wake asiogopeshwe, yani mnyama anayewinda, na kitu kilichodondoka chini kisichukuliwe, isipokuwa yule ambaye akitambue na majani yake yasikatwe. hata basi akasema kwamba ya Rasulullah, utoe majani ya izhar nje. izhar pia ni aina fulani ya majani ambayo inawasaidia vibarua na inahitajika kwa ajili ya nyumba zao. mtume akasema kwamba mkiacha izhar
isghar mnaweza kukata kwa ajili ya shughuli zenu. hata buhara anasema kwamba mwenyezi mungu alipomjaalia mtume wake ushindi wa makka, mtume salallahu alaihi wasallam akasimama kwa watu na akamhimidia mwenyezi mungu, kisha akasema kwa yakini allah akausalimisha makka kutoka watu wenye ndembo na akamjaalia mtume na waumini wake mamlaka juu yake. kabla yangu ilikuwa si halali kwa mtu yeyote, na hata kwa ajili yangu pia ilihalalishwa kwa ajili ya saa moja ya siku tu, yaani katika makka. kama ni vita basi kwa ajili yangu imehalalishwa, na baada yake hakuna mtu ambaye imehalalishwa kwa ajili yake. mnyama mwenye kuwinda asiogopeshwe na miba yake isikatwe na vitu vyake vilivyodondoka chini visichukuliwe, isipokuwa yule ambaye anavitangaza. na mtu akiuawa kuna mambo mawili kwa ajili yake: moja alipwe fidia au kisasi. abbas akasema kwamba tukiacha iskhar, kwani tunatumia iskhar kwa ajili ya makaburi ya nyumba zetu. mtume akasema kwamba sawa, isipokuwa majani ya iskhar, sawa, mnaweza kukata majani haya. abu shah alikuwa mtu mmoja aliyesimama, alikuwa miongoni mwa watu wa yemen. akasema kwamba ya rasulllah sallallahu salam, uendike kwa ajili yangu. mtume akasema kwamba kwa ajili ya abu shah endikeni. msimuleja anasema kwamba nikamuuliza auzai kwamba maana yake ilikuwa nini, kwamba niendike kwa ajili yangu. ya rasulllah, uendike kwa ajili yangu ilikuwa maana gani? ye akasema kwamba maana yake ilikuwa ndiyo hii, kwamba hutuba ambayo mtume alikuwa ametoa, ambayo nimeisikia, naomba uendike kwa ajili yangu. hivyo mtume akatoa amri na hutuba ile ikaendikwa kwa ajili yake. imeelezwa katika sirat ibn hisham kwamba mtume sallallahu salam akisimama kwenye mlango wa kaaba akasema kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah, yeye ni mmoja, hakuna mshirika wake. yeye akatimiza ahadi yake kuwa kweli na akashindisha madhehebu yote. eni watu, ufahari wote, kisasi chote na fidia, vitu hivi vyote ni chini ya miguu yangu hii miwili, lakini kutunza ufunguo wa kaaba tukufu na huduma ya kuwanywesha watu kutoka zamzam itabaki kwa wale ambao wanaendelea kufanya hivyo. mtu akiuawa kwa makosa, kwa mbao au kwa mijeledi, basi dia yake ni ngamia 100. eni makuresh, mwenyezi mungu amewaondoleni ufahari wa zama za ujinga, yani sasa hakuna ufahari wowote, wote ni wanadamu wa adam na adam ameumbwa kwa udongo. kisha akasoma aya hii kwamba ya ayuhannasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wajaalnakum shuuban wa qabaila litaarafu inna akramakum indallahi atqakum. eni watu, kwa hakika tumewaumbeni katika kiume na kike na tumewafanyeni mataifa na makabila ili mjuane. hakika aheshimiwaye sana miongoni mwenu mbele ya allah ni yule amchaye zaidi katika nyini. kisha mtume saa salam alisema kwamba eni makuresh, mnafikiri nini kwamba kivipi nitawatendeni? makuresh wakasema kwamba yale utakayofanya utafanya vizuri. walikuwa hawakusilimu. wewe ni ndugu mwenye heshima na mwana wa ndugu mwenye heshima. mtume akasema kwamba haya, nendeni muhuru. katika riwaya moja mtume alisema kwamba aqulu kama qala yusuf la tasriba alaikum lyawm yaghfiru llahu lakum wahuwa arhamu rahimin. la tasriba alaikum lyawm yaghfiru llahu wahuwa arhamu rahimin. nitasema yale aliyosema yusuf kwamba siku ya leo hakuna lawama juu yenu, mungu atawasameheni na yeye ni mwingi wa rehema kuliko wote wanaorehemu. watu kwa kusikia tangazo la msamaha wakatoka kana kwamba wawe wametoka kutoka makaburi na wakaingia katika islam, wakaanza kukubali islam.
hat musleh maud akieleza tukio la kuwasamehe watu wa makka anaeleza kisa hiki. Anasema kwamba mtume alipoeleza mambo yote na watu wa makka wakaletwa kwake, mtume akasema kwamba ni watu wa makka, mliona kwamba nishani za mungu namna zilivyotumia neno kwa neno. Sasa niambieni kwamba nini mulipwe kisasi gani cha zulma zenu na mateso yenu mliyofanya juu ya watu wa mwenyezi mungu. Watu wa makka wakasema kwamba sisi tunatamani kutoka kwako kama vile yusuf alikuwa amewatendea ndugu zake. hii ilikuwa ni kudra ya mungu kwamba kutoka midomo ya makka maneno yalitoka yale yale ambayo bishara yake mungu alikuwa ameeleza katika sura yusuf. Na miaka 10 kabla ya ushindi wa makka alikuwa ameeleza kwamba watu wa makka watatendewa kama vile yusuf alikuwa amewatendea ndugu zake. hivyo kutoka watu wa makka jambo hili likathibitishwa kwamba mtume saa salam alikuwa mfano wa yusuf, na kama alivyo yusuf mwenyezi mungu alikuwa amemjalia ushindi juu ya ndugu zake. hapo mtume akatangaza kwamba tallahi la tasriba alaikum lyawm, wallahi leo hamta auzibiwa azabu ya aina yoyote na wala hamtatendewa vibaya. hat masihi maud alaihissalatu wassalam anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata ushindi wa makka, makafiri wote wakakamatwa na wakaletwa mbele yake. makafiri wakatamka wakakiri kutoka mdomo wao kwamba sisi kwa sababu ya mazambi yetu tunastahiki kuuawa na tunajikabizi kwako. mtume akawasamehe wote na hakuweka sharti lolote la msamaha, lakini watu kwa kuona hulka zake hizo wakasilimu wenyewe. hatmasihi maud katika sehemu nyingine anasema kwamba ukamilifu wa nguvu ya kihulka ya mtume mtu anaweza kufikiri pale ambapo aangalie hali ya zama ile. makafiri wapinzani walimuuzi sana na wakawauzi wafuasi wake, lakini kinyume chake mtume sasa pale ambapo alikuwa amepata nguvu kamili na mamlaka kamili, namna alivyowatendea hiyo inazuhirisha shani yake tukufu. abu jehel na marafiki zake walikuwa wamemuuzi mtume sallallahu alaihi wasallam na wafasi wake, na walikuwa hawakuacha shida yoyote. kina mama waislamu walifungwa na ngamia na ngamia wakakimbizwa katika pande mbili na miili yao ilikuwa inapasuka katika vipande viwili. kosa lao lilikuwa ni hili tu kwamba kwa nini wamesema la ilaha illallah, lakini kinyume chake mtume akavumilia na maka ilipotekwa akisema la tasriba alaikum lyawm, akawasamehe wote. huu ni ukamilifu wa kihulka ambao haupatikani katika nabii mwingine yeyote. allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad. kisha anasema kwamba katika makka watu waliokuwa wamewatesa waislamu mtume alipopata ushindi wa makka, kama angetaka angewachinja wote, lakini mtume akawarehemu na akasema la tasriba alaikum lyawm. alipowasamehe wote wakasilimu. sasa hulka hizi zenye shani azimu, je, zinapatikana katika nabii mwingine yote? Hapana, la hasha. wale ambao walikuwa wamewatendea maswahaba zake na jamaa zake kwa mateso makubwa, mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupata nguvu ya kuwapa adhabu na mamlaka akawasamehe mara moja. hata kama wangepewa adhabu hiyo ilikuwa ni uadilifu kabisa, lakini wakati ule mtume akaonyesha mfano wa afu na msamaha wake. hayo ni mambo ambayo yalikuwa yamewaletea maswahaba athari kubwa. hivyo mtume saa salam akawa muhammad ismba musamma sallallahu alaihi wasallam. juu ya ardhi alikuwa anasifiwa, vivyo hivyo alikuwa anasifiwa mbinguni, na alikuwa muhammad juu ya mbingu vile vile. jina hili mwenyezi mungu ameipatia dunia kama mfano. maadamu mtu hazalishi hulka za namna hiyo ndani mwake, anasema kwamba maadamu mtu hazalishi hulka za aina hiyo ndani mwake, hawezi kupata faida yoyote. mtu hawezi kupata upendo kamili wa mwenyezi mungu mpaka azifanye hulka za nabii karim sallallahu alaihi wasallam na mienendo yake kama kiongozi wake na mwongozo wake.
allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. siku za usoni nitaeleza matukio mengine inshallah. wakati huu ningependa kuwazungumzia marehemu wawili, halafu nitasalisha jina yao ghaibu baadaye. marehemu wa kwanza ni sayid lubna ahmad sahiba, alikuwa mke wa sayid maulud ahmad sahib marhum. siku za nyuma akiwa na umri miaka 71 alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. kwa fadhili ya allah alikuwa musi, si kwa kiwango cha markaz, lakini kwenye mtaa wake alipata nafasi ya kuitumikia lajna imaila. alikuwa ameolewa na sayid maulud ahmad sahib ambaye alikuwa mtoto wa sahibzadi ahmadul hakim begum sahiba na sayid daud muzaffar shah sahib. ndoa yake alikuwa ametangaza khalifa msih salis na alikuwa ametoa nasaha. hivyo nasoma baadhi ya nukuu ya hutuba ile ya ndoa. hat khalifa salis alikuwa amesema, na pia inafaa kwa ajili ya uhusiano wa siku hizi. alisema kwamba uhusiano baina ya mume na mke unakuwa mfano wa mti ambao mtu analazimika kuutunza vizuri. sawa na miongozo ya Qur'an tukufu, mtu analazimika kufunga kiunganishi hicho kwa kamba ya kauli sadid, yani kauli iliyo wazi, iliyo kweli, ndipo inatunzwa. na wajibu huu unawajibika kwa mume na mke na pia familia zao, kwani mambo mengi yanatokea kwa sababu ya zana mbaya au kwa sababu ya kuto kufanya subira. hivyo kwa ajili ya kuzuia vitu hivi, kauli sadid, yani kauli ya kweli, ni kamba iliyo madhubuti. kisha alisema kwamba ndoa hii ambayo natangaza iwe yenye baraka kwa ajili ya familia mbili, kwa ajili ya jamaat iwe yenye baraka, kwa ajili ya binadamu iwe yenye baraka, na vizazi wapatikane ambao waitumikie dini. na alisema naweza kusema kwamba maneno haya ya khalifa msih salis marehemu lubna sahiba alijaribu kutimiza katika ujamaa wake. kisha khalifa salis alisema kwamba leo na tangaza ndoa hii ambayo ni ndoa ya maulud ahmad sayid maulud ahmad sahib ambaye ni mtoto wa dada yangu mdogo ahmadul hakim sahiba na sayid muzaffar shah sahib, na binti ni binti wa sayid ghulam mujtaba sahib. dr sahib kwa kuwa alikuwa wakfe zindagi aliwahi kuwa katika afrika. mwanzoni mpango wa nusra jahan ulipotangazwa alikuwa miongoni mwa madaktari waliotangulia kufika huko. khalifa msih salis alisema kwamba dr sahib ni katika madaktari wa awali ambao wamefanya kazi katika afrika kama daktari aliyejitolea maisha wakf. mwenyezi mungu alikubali maombi yake na alikuwa ameweka uponyo kwenye mkono wake, na alifanya kazi nchini ghana vile vile na katika nigeria. mwana wa sayid lubna sahiba sayid saud ahmad pia ni wakfu zindagi, na siku hizi anaendelea kutoa huduma kama administrator fadhili umar hospital. anasema kwamba kuhusu hali ya mama yake, anasema kwamba babu yangu alipoenda chini ya mpango wa nusra jahan katika nchi ya ghana osekore, familia nzima ilikuwa imeenda. mama yangu pia alikuwa ameenda pamoja, alikuwa mdogo. ni kisa kabla ya harusi yake, kabla ya harusi ya lubna sahiba. anasema kwamba wakati ule kule kwa hakuna vifaa kule, hivyo alikuwa anamsaidia sana katika huduma ya matibabu. dr sahib alikuwa anafanya upasuaji chini ya mwanga wa tochi, na binti huyu alikuwa anasimama na tochi ili dr sahib aweze kufanya upasuaji chini ya mwanga wa tochi. kisha anaandika kwamba mama yetu alikuwa mwenye kutupenda sote, akisahau shida zake alikuwa anawatumikia wengine. mume wake, wazazi wake na upande wa mume wake, wazazi wake, alitimiza haki za wote. kwa kweli alitimiza haki. alikuwa ameanguka kutoka ngazi, alikuwa na shida ya mgongo, kisha akapata kansa, akapata maradhi ya sukari, lakini hakulalamika. akaendelea kuvumilia katika maradhi yake yote, na akaendelea kufanya shughuli zake kana kwamba awe mwenye siha njema. alikuwa amewafundisha wajukuu zake maombi mbalimbali, haswa
wajukuu ambao walikuwa wanaishi pamoja naye alikuwa anawajali sana. Alikuwa amezofika kimacho. Kama alishindwa kusoma qurani basi alikuwa anasikiliza qurani tukufu kwa kutumia mtandao wa kijamii. Kwenye vikao alikuwa anashiriki bila kukosa. Safari moja akaambia kwamba wewe ni mgonjwa, kwani unakuja? Akasema kwamba mpango ijlasi inafanywa, kwani nisishiriki katika ijlasi hiyo? Alikuwa anajali sana muda huo, kwa kuwa alikuwa shemeji ya mke wangu. Hivyo mimi pia nimeona kwamba alikuwa mtu wa kawaida sana. Alitimiza uhusiano wa familia ya mume wake. Mwenyezi Mungu amghofiri na amrehemu. Ana binti moja na mtoto mmoja. Mtoto wake kama nisemavyo amejitolea wakfu maisha yake. Mwenyezi Mungu awajali waweze kushika nyayo za wazazi wake. Marehemu anayefuata ni Mheshimiwa Nazmun Bibi Zubair Sahiba. Alikuwa mke wa Muhammad Shafi Zubair Sahib wa Ujerumani. Siku za nyuma alifariki dunia. Inna lillahi wa inna rajiun. Huyu alikuwa mwanamke wa Mauritius. Katika familia jumuiya ilipatikana kwa kupitia babu yake Muhammad Hanif Sidhu Sahib. Katika familia ameacha kijana mmoja na binti moja. Kijana wake Athar Zubair Sahib ambaye ni mwenyekiti wa Humanity First Ujerumani. Athar Zubair Sahib anaandika kwamba marehemu alikuwa na imani imara sana na mnyenyekevu sana. Anasema kwamba mimi naweza kusema jambo hili kwa yakini, namna alivyotulea na akatufundisha. Alikuwa na imani madhubuti. Hatujawahi kumsikia akilalamika. Alipopata maradhi sugu, anasema wakati ule nikapata bahati ya kukaa naye. Alipokuwa akizinduka alikuwa anatuuliza kuhusu sala zake. Alikuwa na swali kwa wakati. Alikuwa na sifa za kufanya subira na uvumilivu, na alikuwa mwenye kurizia juu ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kisha anasema kwamba kuna kisa chake. Alikuwa akiwasaidia sana watu na alikuwa anaweka mambo yao kwenye siri. Kulikuwa na swala la mume na mke. Mume akaniambia kwamba nimuulize mama kwamba mke wake ameongelea nini. Nilipomuuliza, mama akasema kwamba mimi sitakuambia, kwani ameniambia kwa kuniamini, hivyo sitakuambia, na ufanye juhudi kwamba watu hawa wafanye suluhu. Alikuwa na uhusiano mzito na ukhalifa. Alikuwa akisikiliza hutuba kwa umakini. Mjukuu wake ameandika kwamba alikuwa akisikiliza mara 2 mara 3, na alikuwa anasema kwamba kwa mara ya kwanza sielewi, nisiposikiliza kwa umakini basi hakuna faida. Alikuwa na uhusiano imara na Mwenyezi Mungu. Alikuwa anaona njozi yenye kutimia. Katika siku za maradhi ya mwisho, Zubair Sahib anaandika kwamba ye akasema kwamba mimi sina kansa. CT scan ilipofanywa tukapata kujua kwamba alikuwa na kansa. Yeye akamuuliza mama kwamba kivipi ulijua? Akasema Mungu alikuwa ameniambia. Jamaa yangu moja alikuja kwenye ndoto yangu na akasema kwamba labda mwana wako hata kuambia ili usipate huzuni, na kuambia kwamba we una kansa. Hivyo Mungu alikuwa amemwambia kuhusu maradhi yake. Una binti mkwe Mjerumani. Yeye akaendelea kujenga naye uhusiano mwema na akamlea vizuri, japo ni Wajerumani, lakini katika kila swala wanaomba ushauri kutoka kwake na wanajitolea sana. Kuna binti mkwe Sozan Zubair anasema kwamba alikuwa mama mkwe wangu, lakini alikuwa mwenye kufanya rehema sana na mwema sana. Alikuwa anawatendea binti wakwe kama wawe mabinti zake, na alikuwa anatulea vizuri, na daima alikuwa anafanya maombi kwa ajili yetu. Binti yake mwingine, binti mkwe Marga Zubair, anasema kwamba nilipoolewa akanifundisha namna ya kupika chakula na namna ya kuwahudumia wageni, na akanifundisha mambo hayo yote kwa uzuri wote.
nilipokuwa nasoma akanisaidia sana. baadaye alikuwa amesoma tiba, yani binti huyu anasema kwamba alinisaidia sana katika shughuli za kijamaati. pia akalea watoto wangu, daima alikuwa ananipa moyo. mwenyezi mungu amghufiri na amrehemu na awajalie watoto wake wawe warisi wa maombi yake. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان